mwanamke ambaye alikuwa na ugonjwa wa kipekee sana, lakini ugonjwa ambao ulijulikana nyakati zile ni ugonjwa hatari sana. Mwanamke huyu Biblia haituelezei aswa nyumba yake ilikuwa namna gani, haituelezei alikuwa na watoto wangapi, mume wake aliitwa namna gani, lakini inatuonyesha mwanamke ambaye yuko kwenye hatari ya ugonjwa, na ugonjwa wake ulikuwa ni ugonjwa wa kutokwa na damu. Kwenye nyakati zile za Waebrania na nyakati zile, ugonjwa wa kutokwa na damu ni ugonjwa uliogopwa sana, maana mtu anayetokwa na damu alionekana ni najisi. Na nyakati zile mwanamke akianza kutokwa na damu, hata katika zile siku zake za kutoka damu, hakuruhusiwa kwa muda wa siku kadhaa kuingia karuni. Angeweza kuja karuni akitokwa na damu ya siku zake, wala angepita sokoni, wala angeenda kisimani, pale ambapo wanawake wengine wanachota maji, maana atawanajisi. Kwa hivyo ugonjwa wa kutokwa na damu, kando na damu ya siku za mwanamke, ulikuwa ni ugonjwa ulionekana ni laana kubwa sana. Yule mwanamke amepatwa na ugonjwa ambao kwenye kijiji kizima ulijulikana ni ugonjwa wa laana. Sasa Waebrania walikuwa na tamaduni, ukipatikana na ugonjwa kama ule, kama ulikuwa na bwana unaondolewa mbali na bwana, kama ulikuwa na watoto unaondolewa mbali na watoto, unatolewa nje ya kijiji.